Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na wa mwisho ni Brigedia Jenerali Wilfred Mwakalambile Kabunda mstaafu, mwakilishi wa mashujaa waliopigana vita ya Kagera. Inaombwa aweke shoka. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ufuatao ni wasifu wa P1866 Brigedia Jenerali Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu. Alizaliwa tarehe 20 Juni 1952 katika kijiji cha Kiwira, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kiwira, mkoa wa Mbeya, na kuendelea masomo extended school katika shule ya Igale mkoani Mbeya mjini na middle school katika shule ya Mtakatifu Joseph Igale iliyopo Mbeya mjini. Aliendelea na masomo ya sekondari SETA nchini Uganda na alijiendeleza zaidi na kutunukiwa Diploma in International Strategic Studies katika chuo cha taifa cha ulinzi nchini China, na mwaka 2015 alitunukiwa Bachelor of Arts in Theology katika chuo cha Global University Springfield nchini Marekani. Brigedia General Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu alijiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania tarehe 27 Juni 1972. Alihitimu kozi ya afisa kadeti nchini Tanzania Patikada Military School PCMS na kutunukiwa kamisheni tarehe 20 Januari 1974. Katika utumishi wake jeshini, Brigedia Jenerali Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu alihudhuria kozi mbalimbali ifuatavyo: afisa mwanafunzi Tanzania mwaka 1974, Special Force Commando nchini Iraq mwaka 1975, Guerrilla Warfare nchini Msumbiji mwaka 1976, Kamanda Kompania Tanzania mwaka 1971, Special Force Commando North Korea mwaka 1982, High Commander Defense Studies Tanzania mwaka 2000, National Defense University nchini China mwaka 2002, High Commander Defense Studies Instructor Tanzania mwaka 2004, Executive Course in Managing Multinational Peace Mission nchini Afrika Kusini mwaka 2004, Senior Mission Leaders nchini Sweden mwaka 2006 na Senior Leadership Training Dakar Senegal mwaka 2009. Katika utumishi wake jeshini, Brigedia General Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu alipandishwa vyeo mbalimbali hadi kufikia cheo cha Brigedia Jenerali ambacho alistaafu nacho. Kabla ya vita mwaka 1978, Brigedia General Wilfred Paul Mwakalambile mstaafu alikuwa kamanda kompania ya Special Force iliyokuwa visiwani Zanzibar. Baada ya vita kutangaza, alitoka Zanzibar na kwenda mstari wa mbele akiongoza kikosi cha Special Force wakitekeleza majukumu yao chini ya Brigedia Jenerali Tumainieli Kiwelo aliyekuwa kamanda brigade. Kabla ya kuchukuliwa Zanzibar, Idi Amin alivunja daraja la mto Kagera na kukata mawasiliano. Jenerali Kiwelo alitoa maagizo ya commandos kuvuka mto Kagera, kufanya reki, kutambua nguvu ya adui na maeneo aliyokalia Idi Amin Dada. Walipofika, kikosi cha uhandisi na medani kilikuwa bado hakijafika, hivyo iliwalazimu kutumia mitumbwi ya raia ambao walikuwa wakiwavusha kwenda kutekeleza majukumu yao. Wakati wakiwavusha, alibaki mmoja akibaki na mvushaji ili asije akawasaliti. Walipopata taarifa za kutosha, yakatolewa maagizo kwa vikosi vya mizinga kupiga maeneo ya adui wakishirikiana na commandos mpaka pale adui alipoondoka eneo lote alilokuwa ameliteka. Hapo ndipo wahandisi wa medani walijenga daraja. Wakati vita inaendelea, walikuwa chini ya makao makuu ya divisheni kuweza kufanya operesheni ambazo askari wa kawaida hawawezi kuzifanya, kwani walikuwa wanaenda mpaka kwenye ngome za adui. Pia waliweza kugawa Special Force kwenda katika brigedi zingine kwenda kutekeleza majukumu ya Special Force. Waliendelea mpaka pale walipoiteka Entebbe na Kampala, wakaweka makao yao makuu katika jiji la Kampala. Mbali na operesheni Chakaza nchini Uganda, Brigedia Jenerali Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu alishiriki operesheni nyingine mbalimbali ikiwemo operesheni Safisha nchini Msumbiji na Zimbabwe. Katika utumishi wake jeshini, Brigedia Jenerali Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu, mbali na kuongoza Special Force Company iliyokuwa chini ya 8 Battalion wakati wa vita, pia alishika madaraka mbalimbali ifuatavyo: Kamanda Platoon 8 Battalion kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1975 Mbeya. Kamanda Kompania 92 kikosi cha jeshi kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1981. Kamanda kikosi 92 kikosi cha jeshi
kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 1990. Mkufunzi chuo cha ualimu Kiguruyembe kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1997. Mshauri wa jeshi la akiba mkoa wa Morogoro kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2002. Mkufunzi High Commander Defense Stars kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2005. Kamanda wa brigedi 401 kundi la vikosi kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2008. Kamanda wa brigedi 302 kundi la vikosi kuanzia mwaka 2008, madaraka aliyokaa nayo hadi alipostaafu utumishi jeshini kwa heshima tarehe 30 Juni 2011, akiwa amelitumikia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa muda wa miaka 39 na siku 4. Kwa kutambua na kuthamini mchango wake katika kulitumikia jeshi na kulinda taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Amiri Jeshi Mkuu alimtunuku nishani zifuatazo: nishani ya vita, nishani ya Kagera, nishani ya miaka 20 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, nishani ya utumishi mrefu, Operation Safisha nchini Msumbiji, nishani ya Msumbiji, nishani ya Zimbabwe, nishani ya utumishi uliotukuka Tanzania na nishani ya miaka 20 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, huo ndio wasifu wa Brigedia General Wilfred Paul Mwakalambile Kabunda mstaafu, ambaye ndiye mwakilishi wa mashujaa waliopigana vita ya Kagera. Asante.